Machozi hayawezi kubadilisha kitu, chukua hatua. Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya, na mafundisho haya akafanyike msaada kwako katika jina la Yesu. Amen. Machozi hayawezi kubadilisha kitu, chukua hatua. Machozi hayawezi kubadilisha kitu, chukua hatua. Kweli kuna wakati unaweza kupita kwenye hali fulani ukalia, lakini kulia peke yake hakuwezi kubadilisha kitu chochote. Kutoa machozi peke yake hakuwezi kubadilisha kitu chochote. Ni vema kuchukua hatua. Ni vema kuangalia ni namna gani unaweza kukabiliana na hiyo hali ambayo unapitia, na hiyo changamoto unayopitia. Kwa machozi hawezi kubadilisha kitu, chukua hatua. Tunaposoma kwenye Samueli wa kwanza 30:1-25, tunaona habari za Daudi. Daudi wakati walipokuwa kwenye uhasama na Sauli, alikimbilia kwa Wafilisti na akaenda kukaa chini ya mfalme Akishi, ambaye mfalme Akishi alimpenda sana. Wakati ilipotokea vita, mfalme Akishi akamchukua Daudi kwamba waende vitani kwenda kupigana na Israeli. Lakini Wafilisti wakamkataa Daudi. Wakasema huyu hawezi kwenda pamoja na sisi. Daudi waliporudi yeye pamoja na watu wake, waliporudi Siklag na Negebu, wakakuta mji umechomwa moto. Watu wamechukuliwa mateka, wake zao wamechukuliwa, watoto wao wamechukuliwa. Unaposoma hiyo Samueli wa kwanza 30:4, kumbuka kwamba ili kupata picha nzima, soma Samueli wa kwanza 30:1-25. Lakini unaposoma Samueli wa kwanza 30:4 unasema kwamba Daudi pamoja na wenzake walilia, wakampaza sauti zao, wakalia mpaka wakawa hawana nguvu za kulia tena. Kumbuka mji Negebu umechoma moto, Siklag imechoma moto, wake za Daudi wamechukuliwa, watoto wamechukuliwa, pamoja na watu wengine wote wamechukuliwa mateka. Wakalia mpaka wakawa hawana nguvu za kulia. Lakini kulia kwao hakukurudisha wake zao, hakukurudisha watoto wao, hakukurudisha mifugo yao ilikuwa imechukuliwa mateka, hakurudisha. Alafu watu sasa wakasema kwamba haya mambo yametokea kwa sababu ya Daudi. Wakataka kuanza kumrushia mawe Daudi. Maandiko yanasema kwamba ndipo Daudi akajitia nguvu katika Bwana. Akamwomba Mungu, akamsihi Mungu, akasema ni wafuate wa watu, na Mungu akasema kwamba ni wafuate, hakika utarudisha kila kitu kilichochukuliwa. Kwa Daudi hakuishia kulia, alichukua hatua. Machozi hayawezi kubadilisha kitu chochote, chukua hatua. Angalia namna gani unaweza kutoka kwenye hiyo hali. Angalia namna gani unaweza kutatua tatizo. Daudi pamoja na wenzake walilia mpaka walikuwa hawana nguvu ya kulia. Lakini bado wake zao hawakurudi. Bado watoto wao hawakurudi. Na mji ulibaki vile vile umechoma moto. Lakini watu walivyotaka kumpiga Daudi kwa mawe, ndipo Daudi akajitia nguvu katika Bwana. Akamwomba Mungu, akamuuliza, je, ni wafuate? Na Mungu akasema wafuate. Kwa kulia peke yake hakuwezi kusaidia. Machozi peke yake hawezi kusaidia. Kuna watu ambao wakati mwingine wanatamani kuhurumiwa. Kama unatamani kuhurumiwa hutafika popote. Hakuna atakaye kuhurumia. Kama unatamani kufika mahali, acha kujihurumia. Chukua hatua. Acha kutamani kwamba watu wakuhurumie. Hakuna wakukuhurumia chini ya jua, na hata kama akikuhurumia haitasaidia. Kwa machozi haiwezi kubadilisha kitu chochote. Chukua hatua. Chukua hatua ya mabadiliko. Daudi alijitia nguvu katika Bwana. Watu walipoanza kuinuka kinyume chake, kwamba wewe ndio uliyesababisha haya,
wakataka kumpiga mawe, akajitia nguvu katika Bwana. Akachukua hatua ya kujitia nguvu katika Bwana. Akachukua hatua ya kumuuliza Mungu kwamba nifanyeje, niwafuate watu? Na Mungu akasema uwafuate. Na Mungu akasema wafuate. Alimsihi Bwana. Kwa kuna wakati kweli tunapita kwenye mambo ambayo yanatuumiza, lakini kulia peke yake haiwezi kusaidia. Ni vema kumuuliza Mungu wakati mwingine, sasa Mungu natokeje kwenye hali? Sasa Mungu hapa nifanyeje? Ndicho ambacho alifanya Daudi. Kulia peke yake haiwezi kutatua tatizo. Yamkini una hali ngumu. Usipochukua hatua ya kuanza kujibidisha kufanya shughuli mbalimbali itakao kutoa kwenye hali ulipo, hutaweza kutoka kwenye hiyo hali ulionayo. Hutaweza kutoka kwenye umaskini bila kuchukua hatua. Hutaweza kutoka kwenye hali ulionayo bila kuchukua hatua. Kulia peke yake hakuwezi kusaidia. Chukua hatua. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Kumbuka kina Daudi walilia. Wote walipaza sauti zao wakalia mpaka wakawa hana nguvu. Lakini kama wasingechukua hatua, kama Daudi asingechukua hatua ya kujitia nguvu katika Bwana, kwamba Bwana ninahitaji unitie nguvu katika hili. Kama Daudi asingechukua hatua kumuuliza Mungu kwamba nifanyeje juu jambo hili, ninatokeje kwenye hali hii? Unapita kwenye magumu sana, ni vyema kumuuliza Mungu kwamba unatokeje kwenye hali. Unatokeje kwenye huo maskini? Unatokeje kwenye hilo jaribu? Unatokeje kwenye hiyo changamoto? Chukua hatua, na chochote ambacho Roho Mtakatifu atakwambia ufanye, fanya kwa bidii. Fanya kwa nguvu zako zote. Daudi alimuuliza Mungu, niwafuate hao waliochukua wake zetu, waliochukua watoto wetu, waliochukua mifugo yetu? Je, niwafuate? Akasema wafuate, utarudisha kila kitu. Na Daudi akarudisha kila kitu. Wake wakarudi, watoto wakarudi, na kila vitu vilivyokuwa vimechukuliwa mateka vyote vikarudi. Vyote vikarudi. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka, machozi peke yake haiwezi kubadilisha kitu. Chukua hatua. Chukua hatua. Mungu akubariki na akupe neema kuchukua hatua kwenye kila changamoto unayopitia, kwenye kila jaribu unalopitia. Mungu akupe ujasiri wa kuchukua hatua katika jina la Yesu. Mungu akupe uthubutu kutoka kwenye hali yoyote ile unayopitia. Mungu akupe uthubutu na kuinulia watu watakao kusaidia kutoka kwenye hiyo hali katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Kumbuka kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza kushare, unaweza kucomment katika jina la Yesu. Amen.